أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي عما بعد السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Dada zangu katika imani, tuendelea na darasa yetu, na leo hii nitazungumzia kuhusu fadhila na athari za siku 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja kwa maisha ya Muislamu. Dada zangu katika imani, siku 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja ni msimu wa ibada tukufu ambao waumini wa Kiislamu hungojea kwa hamu kila mwaka. Ni siku ambazo malipo huzidishwa na milango ya rehma huwa wazi kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dada zangu katika imani, katika masiku 10 hizi za Dhulhijja kuna masiku 3 ambazo ni siku kuu katika maisha ya Muislamu. Nazo ni kwanza kabisa siku ya Tarwiya ambayo ni tarehe 8 Dhulhijja. Katika siku hii, dada zangu katika iman, mahujaji huanza kuelekea Mina kwa ajili ya maandalizi ya sikukuu ya Arafa. Malaika watukufu hushuhudia siku hii kuu ya Arafa, kwani ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alikamilisha dini na akakamilisha neema zake, kwa kauli ya Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, kwa yule mtu asiyekuwa Muislamu ambaye alimwambia Umar radhiallahu anhu kuhusu aya katika Qur'an kuwa lau ingeteremshwa kwa watu wake wangeichukua siku hiyo kama likizo, kama yani holiday. Haya yanapatikana dada zangu katika iman katika kitabu cha Fadhail Yaum Arafa ukurasa wa 4, na mwandishi ni Muhammad Saad Ad-Daim. Dada zangu katika iman, alipomwelezea mtu huyu alipomwelezea Omar kuwa alimwambia yani Omar kuhusu aya katika Qur'an kuwa lau ingeteremshwa kwa watu wake yeye, yani wangechukua siku hiyo kama siku ya likizo. Akasema Umar radhiallahu anhu kumuuliza mtu huyo ni aya gani hiyo, akasema yule mtu kumwambia Umar radhiallahu anhu, alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum lislama dinan. Haya yamepokewa na Imam Muslim fi Sahih Muslim ana Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu. Yani yule mtu akamwambia Umar bin Khattab kumwelezea kuhusu aya hiyo ni aya yani alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan, yani leo nimekukamilishieni dini yenu na kukutimizieni neema yangu na nimekupendeleeni Uislamu uwe dini yenu. Dada zangu katika iman, faqala Umar inni la a'lamu اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات fi yawmin jum'atin. Yani akasema Umar radhiallahu anhu kumwambia mtu yule naijua siku iliyoteremshwa aya hiyo, iliteremshwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Ijumaa katika Arafa. Haya yamesimuliwa na Imam Muslim katika Sahih Muslim kwa mamlaka ya Umar ibn Khattab radhiallahu anhu, na ni hadithi nambari 3017. Dada zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa siku 3 kati ya masiku 10 za Dhulhijja ambazo ni siku kuu katika maisha ya Muislamu ni siku ya Arafa ambayo ni tarehe 9 Dhulhijja. Siku hii dada zangu katika imani inachukuliwa kuwa moja ya siku kuu za mwaka mzima katika maisha ya Waislamu. Imependekezwa kwa wale wasiohiji miongoni mwa Waislamu kufunga siku hii, na Allah subhanahu wa ta'ala huwafutia madhambi ya miaka 2 kamili wanapofunga siku hii tukufu ya Arafa. Pia imependekezwa katika siku hii ya Arafa Waislamu kuzidisha dua, kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa dua za Waislamu zinakuwa ni zenye kujibiwa, kwa sababu siku hii
ya Arafa ni siku ambayo yani siku hii ni siku ambayo kwamba imeshikamana na siku tukufu ya Arafa. Hii ni kwa mujibu wa hadith ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye amesema khairu duai duau yaumi Arafat, rawahu al-Albani fi sahih at-Tirmidhi. Yani amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, dua iliyo bora kabisa ni dua siku ya Arafa. Kuzidisha kwa dua huku yani kumependekezwa kwa mahujaji na wasiokuwa katika ibada ya haji. Haya yamesimuliwa na Al-Albani katika Sahih At-Tirmidhi na ni hadith nambari 3585. Dada zangu katika iman, miongoni kadhalika mwa siku tatu kati ya masiku 10 za Dhulhijja ambazo ni siku kuu katika maisha ya Muislam ni siku ya dhabihu ambayo ni tarehe 10 Dhulhijja. Ni siku ya kwanza ya Eidul Adha ambayo ni siku kuu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na katika siku hii yani mnyama huchinjwa kama kitendo cha kujitolea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dada zangu katika imani, masiku haya 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja zina fadhila kubwa sana, na miongoni mwa fadhila hizi ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hii siku kuu ya mwanzo ya Dhulhijja aliapa kwa masiku haya 10 za mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja katika Qur'an. Kwa hivyo amesema Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an suratul Fajr aya ya kwanza na ya pili, wal fajr wa layalin ashr, na hapa kwa alfajiri na kwa masiku 10. Dada zangu katika imani, wanachuoni wengi wamefasiri yani usiku 10 kuwa maana yake ni siku 10 za Dhulhijja, na Allah Subhanahu wa Ta'ala yani huapa kwa jambo kubwa tu. Dada zangu katika imani, yani miongoni kadhalika miongoni mwa fadhila za siku hizi 10 kadhalika ni kwamba yani ni siku bora za matendo mema milele. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min ayami al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ay ayyam al-ashr. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم lam yarji'u min dhalika bishai'in. Yani miongoni mwa kadhalika fadhila kuu ya masiku haya 10 za Dhulhijja ni imekuja katika hadithi kuwa ni siku bora za matendo mema milele. Na imekuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amesema hakuna siku ambazo matendo mema yani yanapendwa zaidi na Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko siku hizi, yani siku 10. Wakasema, ewe Mtume wa Allah, hata jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuambia, hata jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu, isipokuwa mtu anayetoka na nafsi yake na mali yake kisha asirudi na chochote. Dada zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa fadhila za mwanzo wa siku 10 za mwezi mtukufu wa Dhulhijja ni kwamba siku hizi tukufu huleta pamoja matendo muhimu zaidi ya ibada miongoni mwa Waislamu kama vile saum, sadaka na haji. Matendo haya yote mema muhimu katika maisha ya Muislamu yani siku hizi 10 za Dhulhijja huzileta matendo haya pamoja kwa njia ambayo haiwezi kupatikana katika masiku mengine yoyote ya mwaka. Dada zangu katika imani, ama miongoni mwa matendo mema yaliyopendekezwa katika siku 10 za mwanzo za Dhulhijja, kwanza kabisa ni saum iliyobarikiwa. Imependekezwa sana kufunga siku 9 za mwanzo wa Dhulhijja, haswa siku kuu ya Arafa ambayo inafuta madhambi ya miaka miwili. Pili, miongoni mwa matendo mema yanayopendekezwa katika masiku 10 za mwanzo za Dhulhijja ni ukumbusho na kutufu. Ukumbusho hapa ni kusoma mara kwa mara tahlili,
labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'matan laka wal mulk la sharika lak labbaik Allahumma labbaik. Kusoma mara kwa mara ukumbusho huu na kutufu. Kadhalika miongoni mwa yanayopendekezwa katika masiku kumi hizi za mwanzo za Dhulhijja ni kusoma Qur'an kwa wingi, kusoma Qur'an kwa kutafakari na unyenyekevu na kutafakari maana yake na hekima kubwa iliyo ndani ya Qur'an. Na kadhalika jambo la nne ambayo kwamba inapendekezwa katika matendo mema, inapendekezwa katika masiku kumi za mwanzo za Dhulhijja ni kutoa sadaka kwa wingi na zaka kwa wingi. Yani katika nukta hii ni kuwa mkarimu kwa maskini na yatima na kwa wanaostahili katika siku hizi zenye baraka. Na jambo la tano kadhalika ni haji mabrur kwa wale wenye uwezo na nguvu ya kufanya ibada hiyo ya haji. Na jambo la sita ni kuchinja wanyama wa dhabihu katika siku iliyobarikiwa ya dhabihu kama kitendo cha ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata sunna ya Nabii Ibrahim alayhi salam, kuchinja katika siku hiyo ya Eid al-Adha. Dada zangu katika imani, ama fadhila za kufunga siku kumi za mwanzo za Dhulhijja ni kubwa na inazidishwa na kufunga siku 9 za mwanzo za Dhulhijja, yani inachukuliwa kuwa yani moja ya matendo ya haki muhimu yenye kuhitajika katika Uislamu, kwani ina fadhila zifuatazo. Dada zangu katika imani, fadhila ya kwanza ya kufunga siku 9 za Dhulhijja um, ni kwamba yani ni katika matendo yanayopendwa sana na Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo yamethibiti kutoka kwa Ibn Abbas radhiallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ma min ayami al-amal salih fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam. Ayi ayyam al-ashr? قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله thumma lam yarji'u min dhalika bishai'in, yani hakuna siku ambazo matendo mema yanapendekezwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko siku hizi, yani siku kumi. Wakasema, e mtume wa Allah, hata jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata jihad katika njia ya Mwenyezi Mungu, isipokuwa mtu anayetoka na nafsi yake na mali yake kisha asirudi na chochote. Dada zangu katika iman, ama kuhusu kufunga siku ya Arafa, imekuja katika hadith kutoka kwa Abu Qatada radhiallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliulizwa kuhusu fadla ya siku ya kufunga siku ya Arafa, akasema yukaffiru sanata almadhiya walbaqiya hadha alajr alazim lighairi alhujjaj faqat, yani akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kufunga siku hii ya Arafa inafuta madhambi ya mwaka uliotangulia na ujao, na malipo haya makubwa ni kwa wasio mahujaji tu, kwa wale ambao kwamba hawakupata fursa na uwezo wa kwenda kuhiji Maka. Shukran jazila wa barakallahu fikum. Nawatakia nawatakia ni amali njema katika siku hii, katika masiku hizi 10 ya Dhulhijja.